pamoja na kusisitiza kutenda haki, napenda pia nitumie fursa hii kusisitiza mambo muhimu ambayo yanatakiwa kuzingatiwa na wajumbe wa baraza hili. Moja, kupitia baraza hili wafanyakazi wanashirikishwa ipasavyo katika mipango na maamuzi mbalimbali yanayohusu ustawi wa maendeleo na mustakabali wa WCF. Kwa hapa ndo mjadili mambo yote kwa mujibu wa sheria, usije mengine mkayaacha. Wajumbe wa baraza wanasema hili halikupita kwenye baraza, hili hatukushirikishwa. Hii ndio italeta umaana wa chombo hiki ambacho kiko kwa mujibu wa sheria. Lakini pia nitumie pia fursa hii kuliambia baraza lako juu ya uwajibikaji ndani ya WCF, kwani uwajibikaji ndio nguzo kuu ya mafanikio katika sehemu yoyote ya kazi. Kama mnavyojua, tuna mpango wa 4 wa maendeleo wa miaka 5 wa taifa tuliopitisha juzi bungeni. Mpango huu unatuhitaji kwanza twende tukafanye shughuli ambazo zitachochea ukuaji wa uchumi, na tumejiwekea malengo makubwa ambao ndani ya miaka 5 nataka tukuze pato la taifa walau kufikia, tunahitaji fedha takriban trilioni 490 hivi ili kuweza kufanikisha mpango huu wa miaka 5. Kwa WCF ikiwa ni moja kati ya taasisi zilizo ndani ya nchi hii, na nyie mna wajibu katika kufanikisha mpango huu wa miaka 5. Tunakuahidi kwamba baraza hili litaendelea kujiimarisha na kuwa chombo muhimu cha kuleta mahusiano mazuri kati ya watumishi ndani ya mfuko ili kuhakikisha kwamba tunalinda tija na kutoa huduma zetu kwa ufanisi na weledi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kikao hiki ambacho tumekukaribisha utufungulie, tumetenga siku 2. Siku ya kwanza ajenda yake kubwa ni kupitisha bajeti, na hili ni kwa mujibu wa miongozo inayoendesha mabaraza. Naona iko timamu, na juu ya haya yote ambayo umeelekeza Mheshimiwa Waziri, management yetu iko tayari kuyafanyia kazi. Lakini pia sisi ambao ni watendaji hasa, Mheshimiwa Waziri, tuko tayari kupokea maelekezo haya na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ile ndoto na maono ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanafikiwa. Kwa hiyo pia nitoe kama chachu kwa watumishi wenzangu, jamani, tuna kila sababu ya kujipongeza kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametupongeza, lakini pia tusiishie hapo, tusirelax. Wanasema mgema akisifiwa tembo litia maji. Naomba sisi tusiwe kama mgema. Haya yote ambayo Mheshimiwa Waziri amepongeza na kuelekeza, tuhakikishe tunaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ndoto na maono Mheshimiwa Rais wetu